Mpendwa mtazamaji unayenisikiza kwa wakati mahali popote ulipo, na kukaribisha na moyo mkunjufu kwa sababu ya ibada ya kushiriki neno la Mungu. Mbele yenu anayenena pamoja nanyi ni mtumishi wa Mungu, Reverend Antanas Omara. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ameniokoa, akaniita na akanifanya kwa wake. Ndiposa nimekuja mbele yenu kushiriki neno la Mungu pamoja nanyi mahali popote unayenisikiza. Wenda hakika umesikia hili neno kwa watumishi mbalimbali, lakini nataka nikuambia kwamba neno la Mungu linafanyika jipya siku baada nyingine. Wenda siku ya leo mpendo unayenisikiza, kuna neno lako mali hapa, kuna ujumbe wako kwa sababu ya kusaidia na kuponya moyo wako. Wenda hakika umekosa tumaini. Nataka nikuambia kwamba kuna ufalme. Kuna ufalme na mafalme ya dunia. Lakini siku ya leo nataka nikuambia kwamba tunanena juu ya ufalme wa Mungu, ambaye ni ufalme usio na mwisho. Ya dunia anapita, ufalme na utajiri wa dunia unapita, lakini kuna ule ufalme tunautarajia, ufalme tunautazamia, ufalme ambao hauna magonjwa, ufalme ambao hauna kung'ang'ana, ufalme ambao hauna shida, ufalme ambao watu hawatalia ujumi, watu hawatalia shida na matatizo ya dunia. Na huo ufalme ni wa Yesu Kristo. Yesu ametuitia ufalme. Nataka mpendo tu nikukumbushe jambo moja. Wenda umesikia juu ya huyu Yesu, wenda umesikia juu ya wahubiri, wenda umesikia juu ya manabii na watu wote. Na wote unaosikia habari yao hawajaongea juu ya ufalme wowote, wanaongea kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni jinsi gani unatusaidia, ni jinsi gani unatupatia tumaini. Ufalme huu ni ufalme ambaye Mungu mwenyewe alikuwa ametupatia sisi kama wanadamu. Akimuumba mwanadamu wa kwanza katika shamba la Edeni, alimweka mahali pale akaweza kumwaminia yote katika shamba la Edeni. Akaweza kumwaminia wanyama, akamwaminia miti, akamwaminia mwanadamu urithi wote wa dunia. Lakini huyu mwanadamu, kwa sababu hakuumbwa akiwa ni mwanadamu amekamilika, maana aliumbwa akiwa ni mfano wa Mungu, ndiposa adui alipoingia, alipomjaribu mwanadamu, ikawa ni rahisi kuanguka kwenye majaribu. Nataka nikuambie leo hii mpendwa, ya kwamba Mungu kwa sababu ya upendo wake mkuu, kwa sababu ya upendo wake wa ajabu, anatupenda. Mungu hana lawama. Mungu wetu hajapungukiwa. Mungu wetu hana kikwazo chochote. Hata watu wengi watakaoingia katika ufalme wa kupotea, ambao ni ufalme wa shetani, bado ni upendo wa Mungu. Kwa sababu gani? Alipomuumba mwanadamu, alimweka katika shamba la Edeni na akampatia kile kwa kimombo tunasema kwamba ni free will, kuchagua. Leo hii Mungu anasema kuna njia mbili. Na hizo njia mbili ni kwamba kwa sababu ya kule kutuaminia, akatupatia utawala wa kutawala. Akasema kwamba leo hii chagua maisha ukaweze kuishi. Kula tunda hili ukaweze kuishi milele. Lakini kwa sababu shetani ambaye hakuwa anahitaji mwanadamu atawale, mwanadamu ambaye ni special, hakuwa anahitaji mwanadamu akaweza kutawala na kuchukua ule urithi, akaweza kuweka udanganyifu ndani yake, na kwa sababu mwanadamu ni mfano tu, akaanguka kwa dhambi. Lakini upendo wa Mungu ni upendo wa ajabu. Ndipo maandiko yanasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila yeyote amwaminie asipotee, pale awe na uzima wa milele. Kuwa na uzima wa milele ni kuamini. Hivyo kwa sababu ya upendo, Mungu akaja katika mwili wa mwanadamu. Ndiposa Biblia inasema kwamba Yesu ni Immanueli, Mungu pamoja nasi. Alipokuja hapa duniani, alikuja akiwa ni Mungu, akaubeba mwili wa mwanadamu, akateseka kama mwanadamu, akapitia yale yote mwanadamu anayoyapitia hivi sasa,
ili kwamba ajue umwili kwa sababu gani nilipomuumba huyu mwanadamu akaanguka kwenye dhambi. Hivyo hivyo mwanadamu alipoanguka kwa dhambi, Yesu ameingia akabeba umwili na akaufia umwili ili ya kwamba afufuke na mwili wa utukufu. Sasa ningependa kunena juu ya kiini na ujumbe na sababu ya channel yetu, na kwamba Mathayo 28 mstari wa 18. Biblia inasema vipi? Tusome tu ndipo sasa tukaweze kubarikiwa. Biblia inasema ya kwamba baada ya Yesu kufufuka, Biblia inasemaje? Yesu akaja kwao akasema na wao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Dahari ni ukamilifu wa hii dunia tunayoishi sasa. Kuna mwisho wake, kuna wakati itafika ikamilike. Yesu amewaambia kwamba amekuja kwao. Baada ya Yesu kumaliza injili, baada ya Yesu kumaliza kuwafundisha, baada ya Yesu kufa msalabani, baada ya Yesu kufufuka na mwili wa utukufu, amekufia mwili wa dhambi, amefuka na mwili wa utukufu. Sasa amekuja kwa wanafunzi wake baada ya kuwafundisha, baada ya wao kuona miujiza aliyoitenda, baada ya wao kusikiza mafundisho aliyowafundisha. Sasa hivi anakuja kwao, anawaambia kwamba na sasa nimepewa mamlaka duniani na mbinguni. Kwa nini hapa duniani? Kwa wale ambao tumeokoka lazima tuwe washindi pamoja na Kristo, washindi katika ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu Yesu alikuja akafia huu mwili. Yesu alikuja akaweza kufufua huu mwili uliokuwa ni mwili wa udhaifu, mwili wa dhambi, akafufuka na huu mwili, na sasa tuna ushindi. Ningependa nikutie moyo mpendwa, uliye mahali pale unanisikiza, ya kwamba wakati umefinyika, wakati majaribu yamekusidi, wakati umefika mwisho, wakati mambo yamekuendea mlama, jua kwamba kama umeokoka, kama una imani, jua kwamba wewe ni mshindi. Jua kwamba Yesu kuna kazi aliyokufanyia. Jua kwamba kuna yale Yesu aliyowafanya ya ajabu maishani mwako, ambayo unavaa ujiite mshindi. Tukiwa duniani, adui mara nyingi, maana kule mwanzo alichukua ile asset ya maana, alitunyang'anya. Na Yesu akaturudishia ile asset. Kuturudishia ni kwamba sasa sisi ni washindi pamoja na yeye. Maana amekufia mwili ambao ni wa udhaifu, mwili ambao ni wa ugonjwa, mwili ambao ni wa tamaa, mwili ambao ni wa matatizo, mwili ambao ni wa majaribu. Yesu amekuja akauchukua mwili akaufia. Wakati amekufia umwili, sasa tumefufuka tukiwa washindi pamoja na yeye. Wakati tu umeamini mpendwa, hata kama umefika mwisho, hata kama unajiona wewe ni mwenye dhambi aina gani, wakati umeamini tu, ukaamini huyu Yesu ambaye ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi, Emmanuel, Mungu pamoja na sisi, aliyekuja. Maana hatuna shauku ya kusema kwamba hakuja. Alikuja jinsi maandiko yanenavyo, na akabeba umwili, na akafufuka na umwili, na akapewa mamlaka. Alipopewa yale mamlaka, huyu Yesu ako ndani yetu. Haleluya. Biblia inasemaje katika kitabu ni Warumi 10 kuanzia mstari wake ni wa 8, wa 9 na wa 10. Biblia inasemaje? Na kwamba kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo mtu amini, ya kwamba vile alivyofufuka na akafufuka kutoka kwa wafu, hivyo tumeokolewa. Tunaamini kifo cha Yesu, tunaamini ushindi wa Yesu, tunaamini maana alikufia umwili, maana alifanyika dhambi
kwa sababu yetu tuliokuwa wenye dhambi, yeye asiyekuwa na dhambi, sisi akabeba udhaifu wetu. Yeye asiyekuwa na dhambi akafanywa majeraha, ili kwamba majeraha ya magonjwa, iwe ni kansa, iwe ni magonjwa ukimwi, iwe ni arthritis, iwe ni magonjwa ya kifua kikuu, iwe ni blood pressure, iwe ni magonjwa ya kila aina. Maana kupitia kwa yale majeraha aliyowekwa, mikono yake akapigwa misumari, kichwa chake akawekwa taji ya miba, akaweza kupigwa misumari, akapiwa mkuki upavuni. Ile majeraha yote ni kwa sababu ya magonjwa yetu yakapone. Nataka mpendo unayesikiza, dada yangu, ndugu yangu, mahali popote unaonisikiza sauti, amini neno hili ya kwamba kuna uponyaji kupitia kwa mapigo ya Yesu Kristo, kuna uponyaji kupitia kwa mateso ya Yesu Kristo, kuna kufufuliwa na mwili mpya kupitia kwa kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo ndipo anasema kwamba we are more than conquerors, we are champions of the kingdom. Wakati tunajua kwamba ule utajiri Mungu alitupatia, ule utukufu alitupatia, ule utawala Mungu alitupatia, Yesu aliturudisha ule utawala. Wacha kuhangaika mpendo. Unajua wakati mwingine watu tembea, watu upita mahali wanapopita, wakati unafanya yale unayoyafanya, ukiwa unajiuliza, watu wameangalia dunia bila kujua kile Yesu alichotufanyia kule msalabani. Nataka nikwambia kwamba wewe ni mshindi. Amini tu neno la Mungu mahali ulipo, Mungu atakutendea. Kama ni kazi unayohitaji atakupatia. Kama ni ndoa mzuri, Yesu atakupatia. Huyu Mungu wetu hachelewi, anakuja kwa wakati wake unaokubalika. Mahali popote ulipo, sikia sauti hii, Mungu atakutendea aliyo ajabu. Wewe ambao umefika mwisho, wewe ambao umefilisika, unaandamwa na maroho, kuna spirits ambazo zinafunga hata kazi za watu. Nataka nikwambia kwamba hizo spirits hazina uwezo, hizo maroho za shetani hazina uwezo, hizo maagents za shetani zinazoandama maisha yako sishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana mpendwa uliyefuatilia channel yetu ya Kingdom Champions TV. Ni mimi wako mpendwa Reverend Antanas Omara. Barikiwe sana. Shalom, shalom.